hili ni soko la Mapinduzi, ama kwa lugha nyingine sisi ni wanaushirika. Ndugu mwandishi wa habari, ushirika huu na muda wa miaka takriban miaka 35. Kwa hiyo hili ni soko ambalo liko registered, limesajiliwa kwa ajili ya ushirika. Tunaitwa Mfavesco Cooperative Union. Kwa hiyo tunafanya bidhaa sana ambazo tunahusika nazo, ni bidhaa zinazohusiana na vyakula vya kuliwa na binadamu. Mfano wa vyakula ni mahindi, utakutana nayo sokoni, utakutana na mchele, utakutana na maharage, utakutana na kunde, utakutana na mboga, utakutana na mabucha ya kuuza nyama. Kwa hiyo tuna bidhaa nyingi kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ujumla soko hili lina mambo mengi kimaendeleo, maendeleo ya ndani ya wafanyabiashara wanaohangaika humo ndani. Tuna karibu wengi sana, karibu watu 500 wako humo ndani kwa kila siku. Kwa hiyo huu ni umati mkubwa, umechukua ajira kubwa. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, tunawakaribisha sana, karibuni. Labda kama kuna namna nyingine ya nyongeza. Na hapa katika Mchanganuo tunajua kuna masoko mengi ukiyatembelea. Kwanza niwapongeze, hili soko mara mwisho nikija hapa alikuwa hivi. Ila nipongeze kwa maboresho. Haya maboresho mmeyafanya kwenye kipindi gani hasa cha awamu katika hizi serikali za uongozi? Mimi naweza nikasema katika serikali ya uongozi wa chama chetu cha ushirika, nafikiri nitakuwa mimi nimekuja kama mpya ambaye nimechaguliwa sasa hivi na karibu nusu mwaka. Kwa hiyo tulikuwa na uchaguzi wa bodi mwaka jana uliopita. Kwa hiyo mwaka huu mimi ndo naanza tena, nimeingia hapa. Haya, uongozi uliopita ulikuwa kina ndugu zetu bodi iliyopita, tukiungana na wewe. Kama uliwahi kuwaona, basi mimi nitakuwa ni awamu ya pili sasa nakuja. Yes, ninachozungumzia ni kwa kipindi gani hicho. Umeshazungumza una mwaka mmoja kama na nusu, ina maana umechaguliwa wewe mwaka jana, lakini ule uongozi wa nyuma umefanya maboresho ya soko kwa mwaka gani? Yani 2020, 2021, 22? Mimi naweza nikasema toa miaka 6 ya nyuma tulikuwa na uongozi wa Mheshimiwa Marande. Huyo hata mimi nilikuwa mtendaji katika nafasi ya kuangalia maendeleo ya chama. Ilikuwa 2022. Imetuchukua hatua kidogo kuboresha soko, ni nguvu za wanachama wenyewe kwa ushirikiano. Kwanza tulihangaika sana katika kuondoa mapaya zamani. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna mabadiliko makubwa. Tumetengeneza paa moja ambalo limefunika karibu hekari 1.5. Eneo letu lina ukubwa kama hekari 1.5. Sasa kwa hiyo kiangalia hivyo, ni moja ya matukio ambayo yamefanyika yenye juhudi ya kuleta maendeleo kwa wanachama. Sasa mpaka sasa hivi nafikiri tunakokwenda, kwangu mimi naweza nikasema maendeleo haya yamepitwa na muda. Tumechelewa sana na tunahitaji maendeleo zaidi. Hapa katikati nimesikia Mheshimiwa Rais akiwa Dodoma anasema mji huu wa Dar es Salaam uwe wa kisasa. Kwa hiyo usasa huu ni pamoja na makazi ya watu, namna wanakoishi huko. Kuna maeneo ambayo mengi hayajapimwa, squatter area. Sasa tukiuyanisha na hayo maendeleo, vile vile Mheshimiwa Rais alisema paka maeneo ya biashara, pamoja na soko letu hili. Ina maana leo hii ajira ya watu 500 kwa eneo tulokaba, kumbe tunaweza tukawa wengi zaidi. Kwa sababu kama utapata nafasi ya kuboresha zaidi kwa muundo labda kama masoko mengine yalivyojengwa. Kuna soko la Tandale limejengwa, kuna soko la Magomeni limejengwa na serikali imesimamia. Sasa kwa mtindo huu hata mimi ninayo shauku ya kuhitaji maendeleo kama hayo. Na imekuwa kasumba hivi ulivyotaja soko la Magomeni pale, nishawahi kulitembelea. Katika lile soko sisi wananchi, serikali inaboresha vile vizuri,
lakini ukija kwenye ikisha kuwa gorofa vile maboresho kama yale, watu wote tunashuka chini ili mimi nafikiri tu ni kwamba maendeleo ni sayansi, na biashara tunazozifanya sisi tunishazoea biashara za chini. Kwa mfano wauza nyanya wanataka wawe chini, floor ya chini. Lakini sielewi sana kwa wauza nguo. Wauza nguo tukiwapeleka floor ya 3 ya 4 ni directory tu, kwamba na kuhamasisha pamoja na hao wanunuzi. Wanunuzi mara nyingi wakikuta mali imewekwa chini wanasema hii ni cheapest. Au unasemaje mwandishi wa habari? Kwamba ni rahisi kwa sababu inawekwa chini. Lakini ukiangalia ni thamani tu ya mazingira tunayohitaji, watu wakaizoea, watu wakaelimika. Mahali popote biashara itakaa vizuri tu. Isipokuwa vile vitu vizito. Kwa mfano magunia. Kilo 100 ukaziuze juu ya gorofa, kidogo inaleta sio. Lakini masuala ya nguo, vyombo, vitu vyepesi hivi, mabegi vinauzika juu, floor ya juu. Kwa hiyo tutaongeza ajira zaidi kama serikali itatupa sapoti kwa namna nyingine, kama hivyo tulivyosikia kwa Mheshimiwa Rais. Nina imani hata sasa hivi Magomeni ukienda floor ya juu, labda mwandishi wa habari jaribu kutembelea tena, utakuta kuna watu kule na wanafanya biashara tu vizuri. Ukienda soko la Kisutu, mimi nimefika soko la Kisutu, floor ya juu watu wanafanya biashara tu vizuri. Sijaingia kiundani labda kuwahoji wenzangu kama wanafanya aje biashara, mwitikio wale wanunuzi na kuwaje, lakini nina imani watu wanaelimika hatua kwa hatua. Ni aina tu ya ni aina tu ya sisi wateja ni wavivu kutembea. Soko la Kisutu nimefika hadi juu, kuna lifti, lakini kuna ngazi ambazo wamezitengeneza nyepesi, hata ukipanda huchoki. Na kwa upande wa kina mama, wako wangapi katika wale 500? Maana sisi tumeambiwa tuchangamkie fursa, si unajua. Hapa soko letu halibagui mtu. Paka walemavu tunao. Wanafanya biashara, tumewatengea maeneo na wenyewe wanafanya biashara. Sasa la msingi ni kwamba hawa mama, wakina mama zetu, kwa kweli sasa hivi wengine wanamitaji kunipita hata mimi kwenye soko letu hili la Mwananyamala. Na nimeshangaa juzi nimepokea mkataba hapa, mwanamama kanunua meza ya kufanyia biashara zaidi ya milioni 8. Sasa uone kwamba hapa pana mwitikio mzuri. Wamama hao wamekuja na spidi nzuri ya kutafuta maendeleo. Halafu kijo kiangalia wakina mama humu ndani wana ushirikiano, wanaazimana fedha wenyewe nje ya ile mikopo inayoletwa wakati mwingine na Mama Samia. Mikopo ile ya NGOs mbalimbali, wamama ndio wa kwanza wanachukua sana mikopo, na wao kwa wao wanashirikiana. Na tumetengeneza kitu kama wawe na namna yoyote katika makwazo yao, ni wapi wanakwazika katika maendeleo ya kwenda pamoja na sisi wanaume. Wao wenyewe tumewekewa vikao vyao wanafanya hapa sokoni. Ni wako wengi. Sasa hivi karibu wanaweza kuikaribia hesabu ya wakina baba. Naweza nikasema wakina baba wanaweza kuwa 300, lakini wamama wakawa 200. Kwa hiyo hii kusema tuna tofauti kubwa sana ni haipo. Ila tu ni hii fursa ambayo tunashukuru upande wa serikali kutushawishi kuanzisha vyama vya ushirika, na wakina mama wameitikia kwa hali kubwa sana. Wana ari ya kuwa wana ushirika, na katika nafasi ya kujali ushirika ni kuwajibika kwa kutenda kazi za kila siku. Lakini chama chetu cha ushirika kila mtu ana mtaji wake. Anakuja sokoni, anakuja kwenye kizimba chake, anafanya biashara zake, analipa ushuru. Ni ushuru wa ile sehemu yake ya biashara, kama meza hiyo analipia ushuru kila siku. Kwa hiyo na kuna taratibu zingine za kichama, tunasaidiana vizuri ili chama kiendelee kuchipuka.
na bado tunawahitaji, na kuna wengine katika hao 500 sio wote wanachama. Wengine wanachechemea kwa sababu zamani awali tulikuwa tuko chini ya halmashauri. Ilikuwa kama soko tu. Watu waliungana basi wakaanzisha soko likaitwa Mapinduzi. Miaka hiyo ya nyuma. Kuanzia miaka ya 72 huko. Sasa imekuja kizazi kipya kinavyokuja na wazee wa zamani tukashirikiana nao vizuri, tukasema kwa nini tusianzishe chama cha ushirika? Mungu akaleta bariki, tukaanzisha hiki chama kwa sababu eneo tunalo, tukamilikishwa. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wamama walikuwa wachache sana. Ukikombea na miaka tunaanzisha hiki chama cha ushirika, walikuwa wachache, walikuwa wakina mama kama 10 tu. Kati ya wanaume labda wakati huo walikuwa wanaume zaidi ya 80. Sasa 10 na 80 uwiano ulikuwa mbali kidogo. Lakini kwa leo hii karibu tunakwenda nusu kwa nusu. Kama tutakaa miaka 5 wamama wanakuja juu, chama kitakuwa na uongozi. Wakati mwingine utakuta tuko share part vizuri sana. Na magawio huko mbele itakuwa nusu kwa nusu. Kwa hiyo ndio mwandishi wa habari, nashukuru. Labda kama kuna zaidi tena namna nyingine, wana maeneo lakini sio yale ya kupewa na chama, wananunua wenyewe. Na unakuta sasa wamenunua tu na kujiunga na chama, lakini ukakuta hapa kazini hafiki. Yeye amepangisha ile rasilimali yake ubao. Fanya mara moja kama ni watoto wake wakuja wanashughulika. Na wengine tunasema ulemavu wa uzee. Uzee nao ukizidi ni tunasema nayo ni fursa kama ni mtu mlemavu, kwa sababu mtu inafikia haoni, umri umeenda. Sasa hao wazee waasisi wengi hawafiki hapa. Wengi hawafiki, ila wana familia zao zinazopiga kazi hapa. Mimi ni mfanyabiashara hapa sokoni Mwananyamala, soko la Mfavesco. Nafanya biashara ya kuuza nguo na viatu kama unavyoviona. Ndo ninavyohudumia wateja wangu hivyo. Na hali ya upatikanaji wa wateja katika hili soko, umeonaje mzunguko? Maana kama uko kwa ndani kidogo hivi. Mzunguko upo kwa kiasi kidogo sana. Kulingana na sasa hivi biashara, kama ukiangalia kuna masoko yamejizalisha, yani yapo nje ambayo yanazuia wateja kuingia huku ndani. Kwa hiyo si wa ndani mpaka mteja atufikie kwetu, tunakuwa na wakati mgumu kidogo. Kwa hiyo unapambana vipi sasa kupata wateja? Tumefika hapa tumekukuta, lakini unauza ndugu yangu. Ndio hivyo, tunabahatisha wateja wetu wale ambao walikuwa wameshatuzoea, na kuna mwingine ambaye anakuja hapendi kununua zile bidhaa ambazo zimetandikwa chini. Anakuja kama hizi biashara tulivyotundika hivi. Tunajitahidi kuwa na ubunifu zaidi. Kwa mfano kama hapa mteja akija anakuta pazia, anakuta nguo, anakuta kiatu, anakuta suruali. Kwa hiyo kiasi kwamba akienda kule anaweza akapata bidhaa moja tu ambayo atahitaji tena kuingia na kutafuta bidhaa nyingine. Amna hapa kwa siku unapata wateja wangapi? Wala unasema alhamdulillah leo? Inategemea. Naweza nikapata wateja kama 10 na saa nyingine upati kabisa hivyo yani. Biashara imani. Biashara imani. Kila kitu ni imani. Hapa naendelea kuandaa kachumbari kwa ajili ya pilau na nyama choma. Hali ya biashara hapa sokoni iko vipi? Hali ya biashara kidogo ni nzuri. Maana changamoto za maisha sasa hivi kama zinavyoeleweka. Kwa upatikanaji wa wateja tunashukuru kidogo upo. Pamoja changamoto ndogo ndogo zinatokea, lakini maisha yanakwenda. Biashara hii mmeifanya kwa muda gani hapa soko la Mapinduzi hadi sasa hivi mnasema kwa kweli kuna vitu nimevifanya vya maendeleo? Biashara hii kwa maendeleo ya hapo, maana alianza ni mzazi wetu ambaye ndo alianzisha pa kupika na amejiboresha, maana amejenga, amesomesha watoto, na sisi tunaendeleza pia tunasomesha watoto, tunasukuma maisha yetu, mambo mengine yanakwenda. Mama sasa hivi au ni baba amekuwa mtu mzima au yuko katika hali ipi? Mama ni mtu mzima sasa hivi, ameamua kutuachia sisi watoto tuendeleze.
Na ukisema kwenye uzuri, kwa hiyo kwa maendeleo mmeishia kusomesha tu jamani? Mengine tunaenda nayo kidogo kidogo. Lakini kikubwa kwenye watoto ili wapate elimu na wenyewe waelimike, wajue jinsi gani ya maisha yao baadaye. Ni hivyo. Na tukija hapa sasa kwenye mtaji, je, mtaji pia mlirithi au wenyewe mmejiongeza, mmechukua tu eneo? Mtaji hatujalisi, isipokuwa kizimba ni cha kwake Bi mkubwa. Kwa hiyo mtaji ni sisi wenyewe. Na mlianza mtaji wa shilingi ngapi na kwa mwaka gani wewe kama unakumbuka mpaka sasa hivi unasema mtaji umekuwa? Kwa miaka ni mingi. Maana tuna miaka zaidi ya 10. Mtaji service kuna nani wanawezesha mabenki manini. Kwa hiyo mumo tunajiwezesha kidogo kidogo. Kama unatabasamu kuna kitu hujakitaja. Jamani, mikopo ya Mama Samia haijafika huko wanawake? Sisi haijatufikia bado. Tuna mengine tu. Lakini mikopo yenyewe ya mabenki sana sana tuna base kwenye vikoba. Na kwa wanawake unawahusia nini ambao wako nyumbani? Tunaona hii shughuli ndio shughuli zetu za nyumbani. Unawahusia nini? Waamke, waache kulala. Chaka wasiwaachie kila baba. Tupambane wote, kidole kimoja akivunji chao. Takiwa viwili. Na leo hii ukibahatika kumuona Mama Samia, unaweza ukamweleza nini juu ya wanawake katika kupambana? Ninapomuona Mama Samia leo hii kuhusiana na sisi wa kila mama, tunamuomba naye tushike mkono, maana huku bado sisi hatujafikiwa kwenye maendeleo yake ya mikopo. Kwa hiyo tunamuomba na sisi tutizamie kwa jicho la tatu. Huku si kuna kikundi huku? Kikundi kilichokuwepo huku lakini bado hatujapata mkopo. Kikundi kipo cha wanamama, mama lishe, baba lishe, lakini bado hajatufikia.